Mnandi Junior, mambo vipi bwana? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama, niko bweri wa afya. Mambo yanaenda bwana? Kama kawaida, kama alivyopanga. Bwana, Elie Mpanzu, mchezaji wa Simba, mwingine mnamuita Kibi Sawala. Bwana, yuko Simba kwa mkopo ama mmemsajili? Maana tunasikia kelele kwamba yuko kwenye taratibu za kimkopo kutoka AC Vita. Ukweli uko wapi? Binafsi kwanza najisikia vibaya sana kwa msemaji wa taasisi kubwa kama klabu ya Juma Mwiko anasimama kwenye vyombo vya habari na kutangaza kabisa kwamba mchezaji wa klabu ya Simba Elie Mpanzu Kibi Sawala ama maarufu wifi ya nchi, huku wengine wakaenda kumuita Volcano msemaji wetu. Kwa hiyo binafsi ni kwenda kumkosea heshima mchezaji, lakini pia nakwenda kuikosea heshima Simba Sports Club, kwa sababu Simba ni taasisi kubwa, ni timu ambayo imebobea kwenye soka, inajua jinsi gani kanuni na utaratibu wa mikataba ya wachezaji. Kwa hiyo ukiwa kama msemaji wa klabu unaenda kuzungumza maneno kama hayo, hasa viongozi wa klabu ya Simba wana haki ya kwenda kumchukulia hatua na kumnyoosha mara moja, kwa sababu unapokuwa msemaji wa klabu moja kwenda klabu nyingine hutakiwa kuzungumza maneno kama hayo. Hiki sio kipindi cha usajili, msimu haujaisha. Subiri msimu uishe, msimu ukiisha pale kwenye michakato ya usajili, unaweza kuzungumza lolote ambalo unaona kwako linafaa, lakini usiende kuichafua taasisi kusema kwamba Elie Mpanzu amekuja kwa mkopo Simba kati Simba wamemsajili. Wewe unatangazaje amekuja kwa mkopo? Tena wamemsajili kabla dirisha dogo halijafunguliwa, amesajiliwa dirisha kubwa lile wakati limefungwa, lakini amekuja na amesajiliwa na akiwa halali na vibali vimekuja, akiwa huru kucheza klabu ya Simba, sio kwa mkopo. Lakini yeye anasimama baada ya kuona kwamba tayari sakisaki la kucheza mechi linaonekana kwao limekuwa gumu, lazima wapeleke timu uwanjani. Kwa hiyo wanatafuta sehemu wa kufunika lile swala ili kuleta habari ya Elie Mpanzu, kwa sababu na mashabiki wao wengi ni manyumbu, kila wanachoambiwa wao jumbe ndio tu, yani wanaenda tu. Yani kama sisi kule kuna watoto akiwa mdogo tuna neno tunalitumia kule. Mtoto akiitwa Dimema yeye anasema Daindi, anasema Daindi. Yani kila kitu anachoambiwa yeye ni sawa. Ndio mashabiki wa Nyuma Mwiko wako hivyo yani. Kila chochote anachoambiwa wao wanabeba. Haiwezekani tu unaambiwa Kibi Sawala kwamba wewe ya nchi eti si uko Simba kwa mkopo. Haya sawa, tufanye at least uko kwa mkopo. Je, kama yupo kwa mkopo Simba ni mchezaji wa klabu gani? CS Vita kama yupo kwa mkopo. Mchezaji wa Nyuma Mwiko. Kwa hiyo kwa mkopo Simba wewe inakuuma nini? Au wewe inahusiana na nini? Kama ni mchezaji wa mkopo kutoka CS Vita kuja Simba ni makubaliano ya CS Vita na Simba. Nyinyi Nyuma Mwiko inahusiana nini? Hapo wanatangaza kama mchezaji wao. Nimewasikia baadhi ya mashabiki wao toka msemaji wao kuzungumza kwenye vyombo vya habari, na wao wanabeba, wanasema kwamba Elie Mpanzu ni mchezaji wao. Juzi nimesema sio mchezaji, sio lolote, si chochote. Hakuna mchezaji. Siku kadhaa tunasikia tena saa hizi mchezaji wenu. Bwana watu wa ajabu wanaeleweki. Ina maana leo unajua. Maana yake ule msemo wa kusema sizitaki mbichizi. Kumbe alikuwa anazitaka ile akashindwa kuzifikia, akataruka sana. Baadaye anasema kashachoka, anakaa anaziangalia kufika afiki. Anaomba kuongea maneno ya kishujaa. Sizitaki mbichi hizi. Kumbe alikuwa anazitaka, ndio maana karuka mpaka akachimba shimo pale chini, kashindwa kuzipata. Wewe sema ukweli kwamba zile zilipo parefu pale, mimi mfupi siwezi kufika na hakuna ngazi. Mimi nazitaka, lakini usiseme sizitaki kwa sababu umezikosa. Kwa hiyo binafsi wasitafute sehemu ya kujifichia. Hiki sio kichaka cha Elie Mpanzu. Watafute kichaka kingine, sasa tushafeka. Elie Mpanzu ni mchezaji halali wa klabu ya Simba, amesajiliwa kwa muda mrefu ndani ya Simba, zaidi ya miaka 3 ndani ya Simba. Kwa hiyo wakae ukijua, ukimwona Elie Mpanzu anaondoka Simba Sports, basi anaondoka barani Ulaya. Bwana, tuliona kupitia tuliweza kusikia kupitia kwa mwenyekiti wenu Muktaza Mangungu, alifanya mmoja na chumba kimoja cha habari. Aliweza kuuliza swali la Elie Mpanzu. Alisema kwamba ni mchezaji ambaye amesajiliwa na klabu ya Simba, lakini vile vile tuliona maandishi ya Try Again, mmoja ya viongozi waandamizi ndani ya klabu ya Simba amesema kwamba alisaini mkataba kwenye ofisi yake, hajaingia Simba kwa mkopo. Lakini hizi taarifa za nje ni kuwatoa Simba mchezoni ama ni propaganda ama ndio ukweli wenyewe, jambo ambalo bado. Kwanza ukumbuke kwamba Simba hata wachezaji wanaokuja kwa mkopo huwa wanasema. Simba hawajawahi kuficha mchezaji anaokuja kwa mkopo. Nadhani tunakumbuka miaka ya nyuma hapa karibuni, alikuja nani Deokanda, alitoka TP Mazembe Angry Bay. Nadhani unakumbuka. Tulisema alikuja kwa mkopo na mkopo wake ulivyoisha Deokanda alirudi wapi? Alirudi TP Mazembe. Umeona bwana? Lakini pia alikuja Jan Otosi Baleke misimu miwili iliyopita. Jan Baleke alivyokuja Simba walisema alikuja kwa mkopo, hawakuficha. Umeona bwana? Hawakuficha, lakini mkopo ulivyoisha walitakiwa waingie makubaliano. Jan Baleke akabaki Simba Sports. Umeona bwana? Lakini Jan Baleke akarudi tena wapi? TP Mazembe. Kwa sababu Simba hakudumu tayari msimu uliofuata akumaliza. Maana msimu ule kabla hujatimia akarudi tena wapi? Akarudi tena Kongo. Kwa binafsi Simba ni watu ambao wako wazi kwenye mikataba yao. Kama mtu kaja kwa mkopo wanasema. Lakini ndugu zetu mchezaji akija kwa mkopo hawasemi, abadani asilani hawasemi, kwa sababu wao ni waongo. Na muongo siku zote hapendi kusema ukweli. Lazima ajifiche fiche ili kuwaongopea mashabiki wao. Lakini Simba ni watu wa ukweli. Lakini Elie Mpanzu angekuja kwa mkopo viongozi wetu wangesema.
kwa sababu tushai kuchukua wachezaji kule Kongo. Washakuja wawili wamekuja kwa mkopo na tumesema na wote wamerudi kwenye vilabu vao. Endapo kwa nini aje Elimpanzu kwa mkopo Simba wasema wamemsajili. Wao walisema hapa wamemsajili hapa nani? Fiston Kalala Mayele. Mwisho wa picha kwenye sakata lake la kuondoka tumeona. Vikao vitano. Haiwezekani mke mwenye ana mahali na wewe. Unakaa naye vikao vya nini? Yeye ndo mwenye mamlaka kudai talaka. Yeye ndo atakuwa aweke vikao na wewe. Lakini sio wewe tu uweke vikao na mke wako. Unaweka kikao cha nini? Wewe ndo mtu wa talaka. Kama muda ukifika unampa talaka anaondoka kwake. Lakini mtu ambaye anataka kukaa vikao ni yule anayodai talaka. Ndio atakuwa aweke vikao. Lakini vikao alikuwa anakaa nyuma mwiko na kati wao ndio wamemwajiri mchezaji na wamesema wamemsajili miaka 2. Kwa nini Jean Blake hapa anaondoka? Na kati bado ni mchezaji wao. Walishindwa nini kumbakisha? Mchezaji alikuja kwa mkopo. Umeona bwana? Mchezaji alikuwa wao. Kwa binafsi wao ndio watu ambao hawapendi ukweli. Kwa hiyo washabiki wao kwa sababu ni manyumbu, wanapenda kuongopewa, acha wabebe tu. Vitu ambavyo wanaongopea. Nimewasikia sana toka jana, juzi wanazungumza nimewasikia kwamba Elimpanzu ni mchezaji wao, lakini kusema labda watatutoa sisi mchezoni ni kitu ambacho hakiwezekani. Walitaka kututoa mchezoni hapa, wameitisha sana ngoma pale Jangwani kama vikundi vya harusi wanataka kuoa au kuozesha, lakini sisi bado tumesimama kwenye focus yetu. Tumetafuna viporo vyetu vizuri tu, tumemaliza, tumetia kabatini. Saizi wale tunakwea pipa, tunaelekea zetu Morocco kwenda kufanya shughuli ya kitaifa, shughuli ya Kiafrika kiujumla. Sisi binafsi ndio timu ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kulisaidia taifa hili kwenye soka, sio klabu nyingine yoyote. Hizo nyingine zote ni zinapiga mark time, yani kutusupport sisi kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano makubwa na hapa ndani pia. Lakini sijaiona klabu yoyote kwa sasa ambaye inaweza kuja kwenye njia ambayo anazifanya Simba. Hakuna klabu ambayo inaweza kufikia hatua ambayo amezifikia Simba, na hata kazoenda kuzifika hapo siku za baadaye. Hawa nyuma mwiko watabaki hivi, kila siku wacheze mechi, wataendelea kucheza mazoezi, lakini sisi watu wa mpira tutaendelea kucheza mechi na masuala mengine tutaendelea kuyafanya sisi ya kimaendeleo kwenye soka, kwenye taifa letu. Na ndio maana hata viongozi wengi wa serikali, watu wa Simba tukisimama kwenye media tukizungumza, wanatukubali, wanatupigia saluti huko walipo na kutuheshimisha. Na sisi tunaendelea kusema kwamba tutaliheshimisha taifa hili kama wadau wa soka, na tutadili na viongozi wetu pale watapokuwa wamekosea. Sisi tutapaza sauti ili wajue wapi wamekosea, wanakaa kwenye njia kuu, maisha yanaendelea. Lakini wao viongozi wao wakikosea ndio zile wanawasupport, wanawasaidia kulipia mpaka hela. Sasa hiyo timu itaendelea. Kiongozi anakosea unaenda kumlipia hela, hiyo timu itafika wapi? Kwa binafsi sisi tunaona wanaendelea kupotea. Kwa hiyo usije ukashangaa baadaye ukaona wamebeba mabegi yao kichwani, wamevua nguo zao nyingine zile wameweka kichwani. Umeona bwana, mtu anaweza kushangaa yuko na box tu anavuka mpaka anaelekea nchi nyingine. Kwa sababu tayari saizi kama watu wamekunywa maji ya kwenye chemba za choo. Kwa saizi yote baada ya kujadili timu yako itapataje ubingwa, Elimpanzu mchezaji wetu. Mchezaji wako umemsajili lini? Umemsajili mkiwa ofisi gani? Au kama Chama mlivyomchukua mmeenda kumsainisha baa huko, mnatangaza kwamba na hawa wenu hamtompata huyo mlompata Chama, mnaenda mmesainisha huko, kachapigwa bila 5 si 6, mnampa mkataba. Hapa mumpate mchezaji mwingine yoyote kumfanyia hivyo. Abadani asirani. Simba ni klabu kubwa, Simba ni klabu ya mafanikio katika taifa hili la Tanzania. Na itaendelea kuwaonyesha wengine wote kwamba njia ya kupita kwenda kuchukua mataji Afrika ni njia hii. Sio mnapita njia za uchochoroni, hamwezi kubeba kombe la Afrika. Njia kuu lazima msimame, msajili wachezaji bora, muajiri viongozi bora, lakini pia mnatakiwa msajili benchi ya ufundi iliyokuwa bora. Ndio mtafika nchi ya ahadi. Lakini kama mtasimama kila siku hatuchezi, hamwezi kufika nchi ya ahadi. Mtabaki kuiona Simba Sports tu ile inaelekea nchi ya ahadi kila siku. Bwana Mnandi Junior, kwa kumalizia sasa, ujumbe wako kwa mashabiki wa Simba, ujumbe wako kwa mashabiki wa Yanga, ujumbe wako kwa wale watu ambao wanasema kwamba Elimpanzu amekuja kwa mkopo Simba, na kulingana na kauli ya semaji Ahmed Ally na Mkutaza Mangungu kwamba Simba wanataka kuwatoa mchezoni mchezo wa finali, ni haya ni ya kweli, na ujumbe wako ni upi? Kwa mimi binafsi swala la kututoa mchezoni halipo, kwa sababu sisi tushajipanga kila idara. Na ndio maana tumekwambia kwamba wao wamekataa mbuzi. Sisi mbuzi tunawapeleka zidi ya AS Berkane. Lakini wazee wafupi watakuja kwenye mchezo wa AS Berkane. Lakini swala la wanyama wengine tofauti ndio watawaona kwenye mchezo wao wa tarehe ngapi? Tarehe 15 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Hao ndio watawaona wanyama wengine Kinyonga na Kobe. Lakini niwaambie mashabiki wa Simba, kama nilivyosema siku 2 kabla, kwamba lazima tuvae jezi nyekundu. Msemaji nadhani kaenda kupiga umo, yake nilitoa kodi. Hata nilipokuwa uwanjani nilisema kwamba siku hiyo tutakuwa tutawale jezi nyekundu, rangi ya moto, rangi ya hatari. Barabara zote siku hiyo manake zitaweka stop order. Ukiona taa nyekundu barabarani kwenye mataa, gari yako itakuwa kusonga mbele. Simama hapo hapo, shuka, tembea kwa miguu. Siku hiyo Benjamin Mkapa wote tutatembea kwa miguu. Haijalishi unatoka mkoa gani, unatoka nchi gani, wote tutatembea kwa miguu kuelekea Benjamin Mkapa. Kwa hiyo niambie wale wote wanaotaka kusema kwamba Elimpanzu ni mchezaji wao, basi hayo makopo wanaosema si mkopo. Makopo sisi tunayajua yapo, yanauzwa, kayachukue peleka bafuni, nenda kaogee, lakini sio Elimpanzu. Bwana, shukrani sana. Asante.